Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kuifurahia sehemu mpya. Kuchoshwa na mtu mwenye maneno mengi. Mtu kukupita bila ya kukusalimu ikiwa mnafahamiana. Utafikiria kufanya jambo la kumshangaza mtu. Kuhisi kitu kinachokufuatilia au kipo karibu yako, ikiashiria kuandamwa kwa namna mbaya. Kipato chako kuwa kidogo kwa sasa. Kufikiria kufanya mabadilishano ya kitu kwa kitu au bidhaa kwa bidhaa. Kuhitaji kukomboa kitu fulani. Hivyo unaweza kuchukua mkopo. Kukosa usingizi wakati wa usiku. Mtu ataonesha hali ya kukujali na kuwa upande wako. Utamshauri mtu kitu atakachokifurahia. Kumuelewa mtu kutokana na majibu yake. Kukosoa kitu. Kukumbuka uwepo wa mtu uliyetengana naye kwa muda mfupi. Nyota ya Mshale. Utakuwa mwenye kisirani na wasiwasi pia. Kulazimisha kitu kitakachoshindikana. Kukopa au kuchukua mkopo. Kutamani maelewano na mzazi au mtu uliyetofautiana naye. Kujihisi una makosa na wakati mwingine kujilaumu. Kupata ugumu wa kutekeleza jambo. Kumsema mtu. Kukosa ulichokihitaji kutoka kwa mtu. Kununa au kukasirika sana. Kupata hitimisho kwa jambo fulani. Kubadili ratiba ya jambo. Kuongea na mtu usiku sana. Nyota ya Punda. Kujitahidi kuimarisha upendo wako na mtu. Kupendezwa na kauli za kishujaa za mtu. Kujishtukia kumtumia mtu ujumbe usiofaa. Kudekezwa au kupendwa sana. Mtu atatafuta namna kujitetea kwa kushutumu wewe. Utawahi kufanya maamuzi yatakayokupa matokeo mazuri. Kupata taarifa ya ongezeko la kitu. Nyota ya Samaki. Kuhisi kuchukiwa na mtu. Kuyaona mayai mengi sehemu. Inakujulisha utapokea au kupata kitu ulichokisubiri kwa muda mrefu. Kubadilisha sehemu unayofanyia biashara au makazi. Kuiona ishara utakayoijua maana yake. Kutamkiwa maneno mazuri na mtoto mdogo. Utapata baraka usioitarajia. Kukumbukwa na wengi. Mtu atahitaji mawasiliano na wewe. Kwa baadhi yenu mzazi mwenzako kukufikia. Pia unaweza kumuota. Kushangazwa na urefu wa kitu. Kuhisi maumivu ya tumbo au chango. Kuitishiwa pesa mara kwa mara kwa jambo fulani. Kutimiziwa ahadi. Kusikilizwa kwa umakini. Nyota ya Kaa. Kufanya malipo ya kitu. Utamshukuru mtu sana kwa kuwa pamoja na wewe. Kutoa taarifa fulani kwa mtu au simamizi wa jambo. Kujitahidi kuwa mkweli na mwaminifu kwa mtu fulani. Kufurahia ugeni mpya. Utapitia kipindi cha furaha. Kushurutisha jambo lifanyike kwa haraka. Mtu atakushangaa sana kwa kuona mabadiliko uliyokuwa nayo. Nyota ya Nge. Utamuongelea mtu aliyekusaidia. Kutaka kujua kazi ya mtu. Kufikishiwa mashtaka ya mtu. Mabadiliko ya mtu yatakupa faraja japokuwa unaweza usimwamini sana. Kumpatia mtu mawasiliano ya mtu. Utapata kitu kizuri baada ya wiki kuisha. Unajadiliwa katika kupandishwa kwenye nafasi nzuri. Nyota ya Mizani. Kuiepuka aibu. Kumchangia mtu katika jambo lake muhimu. Kujua mtu kuwa anateswa au anateseka. Mtu kukujulisha kuwa anaanza kazi mpya. Mtu ataliongelea tena jambo lake kikujulisha kuwa anamaanisha. Kufuta vitu vingi kwa simu yako. Kuonekana huna raha. Kupata matibabu. Mtu anafikiria jambo zuri kwako. Kutopata pesa kwa wakati kutakukosesha raha. Nyota ya Mapacha. Kusingiziwa jambo litakalo kushtua. Kupata taarifa ya mtu kuondoka. Kupanga kufanya ununuzi wa kitu. Mtu atakuambia kitu ambacho hakipendi. Nyota ya Ndoo. Kukielezea kitu kwa haraka haraka. Kutegemewa kwenye kundi la wengi. Mtu ataona mambo yake hayaendi baada ya kugombana na wewe. Kuambiwa jambo la aina moja na watu tofauti. Kuongea kwa muda mrefu mpaka utajishtukia.
ila moyo wako utakuwa na amani baada ya hayo yote. Kushirikiana na mtu vizuri mpaka utatamani ungekuwa naye muda wote. Kuchangamsha zaidi akili katika utafutaji. Nyota ya mbuzi. Kusaidiwa jambo ambalo huna ujuzi nalo. Kukumbushia kitu baada ya jambo kutokea. Inaweza kuwa ni ndoto au neno ulilolisema. Kutafakari jinsi ungekuwa unaishi na mtu fulani. Leo ni siku utakayooneshewa upendo sana. Nyota ya mashuke. Mtu ataudhihirisha upendo wake kwako. Kuhisi maumivu ya kifua au moyo kuvuta. Taswira ya mtu kukujia mara kwa mara. Kutambua kitu kinachomuumiza mtu. Kuandika barua au ujumbe maalum. Kufikiria kuhusu kifo. Baadhi yenu kupata mshtuko wa moyo. Kuhisi kupumua kwa shida sana kila ukilala. Utahitaji mtu aongee kitu anachokuficha. Kuongelea mambo ya kibiashara au kuhusu kipato. Utaondosha ushahidi wa kitu. Kumtetea mtu. Nyota ya ng'ombe. Mtu anakufanya ujihisi mpya au kukupa mawazo mazuri. Hurizia kufanya kitu peke yako. Utamuuzi mtu kwa kukumbushia makosa yaliyopita. Utakumbushwa jambo ambalo ni la muhimu. Kupata maelekezo ya matumizi ya kitu. Mtu anakuja kwako kwa bashasha au furaha. Mtu atahisi una hila kwa mipaka unayomwekea. Kumwekea mtu mipango ya kupata pesa. Kumwombea mtu maombi mazuri. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.